kukaa na walimu ni jambo kubwa sana kwangu. Kukaa na walimu wa sayansi na hisabati, ala, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo nashukuru sana kualikwa kuja kufunga mafunzo haya. Mafunzo endelevu ya walimu wa sayansi na hisabati kupitia mradi wetu wa SEQUI, maanake ni Secondary Education Quality Improvement Program. Na nilivyoambiwa kuna mafunzo haya nilijaribu sana kuhakikisha kwamba sitoshindwa kuja. Hivyo wanavyosema nimetoka mbali, ule wimbo tumetoka mbali, lakini tuhakikisha kwamba tunakuja tunawahi hapa kwa ajili ya kuwaona. Kwanza kwa jumla wake kuambia kwamba serikali inathamini sana walimu. Kwa ajili ya kukusanyika hivi si jambo dogo hata kidogo. Ni fursa ya sisi kuja kurudia tena na tena jinsi ambavyo nchi hii inawategemea sana walimu kwa maendeleo ya vizazi na vizazi. Na kama mnakumbuka, wakati rais wetu anazindua sera ya elimu na mafunzo, alizungumza kuhusu umuhimu wa walimu. Na kama tunakumbuka maneno vizuri kwamba duara hili la mageuzi katikati yake ni walimu. Mlimsikia mwenyewe, sio jamani? Na akasema anajua kuna kazi kubwa ya kushikamana na walimu na kuangalia maslahi ya walimu. Hiyo kauli ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo leo kwa kauli yake alitoa pale Dodoma, unajua anafikiria nini kuhusu walimu, anapanga nini kuhusu walimu, na walimu wetu wote Tanzania niseme chini ya uongozi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kila siku hali itazidi kuwa bora zaidi. Yajayo kwa walimu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kauli aliyosema, yajayo kwa walimu yanafurahisha. Na nashukuru sana wawezeshaji wote ambao mmekuja, kazi kubwa mlioifanya. Tunajua mmeinteract vizuri na walimu. Na ni swala la kukumbushana kupitia vitu, kwa sababu na wawezeshaji wa vipanga. Kwa kazi yenu lazima ilikuwa rahisi sana. Wao kweli jamani. Watu wenyewe wanajiweza vizuri, wanamudu mambo wenyewe. Ndio maana ni walimu wa masomo haya. Tunashukuru sana kwa kuja, kwa kazi nzuri mlioifanya. Lakini nashukuru sana Katibu Mkuu na wataalamu wote wa wizara yetu. Wote kina Huruma, Mwalimu Huruma, wageni na wote kwa kuhakikisha kwamba swala hili la elimu bila ukomo linaendelea. Hii hapo tunafanya, lakini tunaendelea nchi nzima. Na hili litakuwa ni swala lisilo na ukomo kwa walimu wetu wote walio kazini. Na wenyewe wapate fursa ya kutoka kidogo kwenda Singida, kwa Singida, na vile vile kukumbusha ndio mwendo tutakao tunaenda nao. Kwa nashukuru sana, pongeza sana Katibu Mkuu, lakini hawa watendaji ambao ni wasaidizi wake wakuu, pamoja na ofisi ya Rais TAMISEMI ambao tunafanya nao kazi bega kwa bega. Ndugu yangu Singo, siku hizi huko tena kule kwenye yale mambo yale. Ngawaje na shangaa kuna timu ilikuja Singida, sasa kwa sababu ulikuwa huko Singida nikaja Singida. Baki wengine walikuwa Misri, wengine Morocco, wengine Singida. Nashukuru sana wenzetu wa mkoa wa Singida, ndugu yangu Gondwe, kwa kupokea umati huu wa walimu. Kanao vizuri mpaka hapa, naona salama na bashasha kubwa, na naamini wakiondoka watatamani kurudia kwa Mei Mosi kwa sababu ya muda waliokaa hapa na wametumia vizuri sana. Asante sana. Sasa huu mradi wa SEQUI ambao ndio hasa umewezesha kongamano hili, ni mradi ambao ulianzishwa kwa maelekezo ya rais wetu na una vipengele vingi. Kikubwa kuliko vyote ni miundombinu. Hivyo kimsikia kama mkuu wa Kitama, tunajenga shule nzuri sana. Ni huko kwenye SEQUI. Sekondari pia zinajengwa nyingi huko kwenye SEQUI. Lakini rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo mahususi kwamba msiishie kwenye miundombinu, walimu na wenyewe wapate fursa.
Zamani walimu wako darasani, mwalimu na chaki, chaki na mwalimu, mwalimu na daftari, daftari na mwalimu, mwalimu na wanafunzi, wanafunzi na walimu. Muda gani wanatoka kidogo kubadilishana mawazo? Mafunzo kama haya ni fursa ya kusocialize vile vile na walimu wengine, na kutoka na kuona sehemu nyingine na kujifunza. Kwa hiyo aliagiza, pamoja na kwamba program ina fedha, na fedha kubwa nyingi zinaenda katika miundombinu kama ambavyo mtakuwa mnafahamu huko kote mlipotoka, alisema tusisahau nafasi ya walimu, nafasi ya rasilimali watu, kwa maana ya kukaa walimu kwa pamoja kuongeza uwezo siku moja hadi nyingine. Kwa hiyo tumshukuru sana rais wetu kwa sababu ya fursa hii kubwa iliyopatikana, na ambayo chini ya uongozi wake na hakikishia itakuwa endelevu. Si mara ya mwisho nyie kukutana tena hivi katika